Katika kile kinachoonekana kama hatua kubwa ya kiuchumi yenye athari ya muda mrefu, bunge la Ukraine limeridhia makubaliano mapya ambayo yanatoa udhibiti mpana kwa mashirika ya Marekani juu ya rasilimali asili za nchi hiyo. Makubaliano haya yameibua maswali makubwa kuhusu uhuru wa taifa hilo, huku wataalamu wakionya kuwa yanaweza kufungua milango ya aina mpya ya ukoloni wa kiuchumi. Kupitia Reconstruction Investment Fund, Marekani na Ukraine wameunda chombo maalum cha kifedha. Upande wa Marekani unawakilishwa na shirika la DFC, US International Development Finance Corporation, huku Ukraine ikiwasilishwa na shirika la serikali. Ukraine inalazimika kupeleka 50% ya mapato yote kutoka kwa leseni mpya za uchimbaji wa madini kwenye mfuko huo. Marekani kwa upande wake inaweza kuhesabu msaada wa kijeshi kama mchango wake, lakini haina wajibu wa kutoa msaada wowote. Katika mkataba huo, 50% ya mapato kutoka leseni mpya za madini kuenda kwenye mfuko wa pamoja. Makubaliano ya mfuko huu yanatangulia sheria za kitaifa za Ukraine. Mfuko unasajiliwa Delaware, sehemu inayojulikana kwa vivuto vya kodi, bila kusahau faida zinaruhusiwa kurejeshwa Marekani bila kizuizi, na hryvnia ya Ukraine lazima iweze kubadilishwa kwa urahisi kuwa dola. Ingawa makubaliano rasmi yaliyopitishwa ni mafupi na ya jumla, nyaraka mbili za kiufundi ambazo hazijawekwa wazi kwa umma zinatajwa kuwa na maelezo ya ndani. Taarifa zilizovuja zinaonyesha kuwa wawekezaji wa Marekani wanapewa nafasi ya kwanza ya kuwekeza kwa miradi ya rasilimali na miundombinu. Hakuna mwekezaji mwingine atakayepata masharti bora kuliko ya Wamarekani. Makampuni ya ndani ya Ukraine yanaweza kunyimwa leseni na kuwekewa vikwazo, huku leseni hizo zikigawiwa upya na mashirika ya Marekani. 50% ya mapato kutoka kwenye leseni hizi mpya hayatapitia bajeti ya serikali ya Ukraine, bali yataelekezwa moja kwa moja kwenye mfuko wa pamoja unaodhibitiwa na Marekani. Licha ya kuitwa mfuko wa pamoja, mamlaka ya kweli yanaonekana kuwa upande mmoja. Kamati ya uwekezaji ina Wamarekani 3 na wa Ukraine 2. Kamati ya usimamizi ina Wamarekani 3 na wa Ukraine 2. Kamati ya ukaguzi ina Wamarekani 2 na wa Ukraine 2, huku kamati ya utafutaji miradi ina wa Ukraine 3 na Wamarekani 2. Iwapo Ukraine itakiuka mkataba, wawakilishi wake wanapokonywa haki za kupiga kura. Hali hii haimhusu upande wa Marekani, jambo linaloonyesha mgawanyo wa madaraka usio wa haki. Marekani haina wajibu wowote wa kufadhili miradi au kutoa msaada wa kijeshi chini ya mkataba huu. Ukraine kwa upande mwingine inabeba majukumu yote, adhabu na masharti ya kifedha. Kwa miaka 10 ya kwanza, faida zinatakiwa kurekezwa ndani ya Ukraine, lakini hii inaonekana haitakuwa na maana sana kwa kuwa hakuna utafiti mkubwa uliofanyika awali. Baada ya hapo, kampuni za Marekani zitaruhusiwa kutoa faida hizo bila kulipa kodi. Makampuni ya ndani ya Ukraine yanaweza kunyang'anywa mali au leseni kupitia amri ya serikali, na mali hizo kupewa kampuni za Marekani kwa masharti mazuri. Hii ina maana kuwa utajiri wa Ukraine unaweza kugawanywa upya kwa faida ya wageni. Bunge la Ukraine kupitia kamati ya masuala ya kigeni limeeleza hofu juu ya mkataba huo, likisisitiza kuwa hati yoyote ya nyongeza haipaswi kuiweka Ukraine chini ya majukumu ya kimataifa, lakini wachambuzi wanasema mkataba wenyewe tayari umefanya hivyo. Licha ya kuwasilishwa kama mkataba wa ujenzi mpya, makubaliano haya yanaipa Marekani fursa ya kipaumbele kwenye utajiri wa asili wa Ukraine, faida za muda mrefu zisizotozwa kodi na mamlaka ya kisheria juu ya serikali ya Ukraine. Katika hali hii, Ukraine inatishiwa kupoteza mamlaka juu ya mali zake muhimu, na kwa wengi hii ni aina mpya ya ukoloni wa kiuchumi unaojificha chini ya kivuli cha msaada wa maendeleo. Je, hii ni hatua ya kweli ya kuijenga Ukraine au ni mlango wa nyuma wa kuiweka mikononi mwa mashirika ya kimataifa? Nitupia maoni yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, kucomment na kulike makala zetu.